sio jumla. Mimi very friendly na waandishi, nawaalika na kwa pamoja tufanye hiki, tunapiga na mizinga, nawasaidia kwenye safari. Lakini ukigusa Haji Manara fine, gusa. Lakini ukigusa taasisi ninayoisemea na interest nayo, wananilipa, sikuachi. Hasa na sisi tuliopo au tunaendelea kuwepo katika tasnia hii, wajumuishe waandishi wote. Mnafanya kazi kubwa na mpewe thamani yenu. Naambiwa hamna exposure wengi, sio kweli. Wengi na exposure sana. Tunakutana huko kwenye mpira, tunakutana kwenye matukio, wengi mna exposure. Tena wengine mna exposure kubwa kuliko hata hao wanaosema hivi. Wengine mmeanza kuandikia mpira kwa miaka mingi sana. Mimi kwa mfano, mimi katika kitu ambacho na huwa nikiangalia sasa hivi wachambuzi, nasema na mimi na mchango mkubwa, kwa sababu sasa hivi katika wachambuzi wote waliobaki, alhamdulillah, mimi nyuma yangu kuna mtu anaitwa Sapi na Dr. Liki peke yake. Lakini baada ya hapo hao wote waliopo sasa hivi wote wamenikuta mimi naweza kuchambua mpira. AFCON ya Nigeria na Ghana waliandaa kwa pamoja, nadhani mwaka 2000 au 2002, sikumbuki sasa, lakini World Cup ya Japan 2002 mimi niko kwenye TV, si ilikuwa Channel 10 2002. Hao wote waliopo sasa hivi bado walikuwa wanaanza kuchambua mpira wote, na kuzungumzia wote nachambua mpira. 2004 Tunisia AFCON nimo. 2004 Tunisia nimo. 2006 nimo. Channel 10 na ITV wakaungana, watangazaji Salim Mwalimu, Kitenge na marehemu Isaac Muyenji wa Gamba, tunafanya World Cup ya German. Baadaye wakanichukua TV Zanzibar, wakati bado haijawa ZBC, nikawa nafanya uchambuzi kule. Kwa hiyo tumeanza zamani. Utasemaje mtu kama Edo Kumwembe au Shafi Dauda, yani ukawajumuisha ukisema wachambuzi wote, waandishi wote hawana experience kuliko tuliowaleta sisi? Sio kweli. Sababu Edo, Shafi umeanza muda mrefu, ingawa alikuja baada yangu, lakini umeanza zaidi ya miaka 20 nyuma. Edo kwa mfano uchaguzi wa 2006 tuko naye kwenye TV. Shafi 2003 2004 yupo kwenye mpira, anatangaza pale Clouds, anafanya uchambuzi, anatupitia pale maelezo. 2003 2004 yupo kwenye mpira, yupo. Tuwaheshimu tu, hata kama Safasile sasa hivi naona wao hawakuzishika, mmezishika, ni lazima tuwaheshimu hawa legends. Kuna katana fulani hivi ambacho tunacho Tanzania, tunadhani kwamba hawa legends hawastahili heshima kwa sababu wewe uko sehemu fulani. Yaani sasa na mimi ni dharau madiwani wa zamani wa Kariakoo, niwaone hawajafanya kitu kwa sababu mimi nafanya kitu fulani. No. Kitenge mtangazaji mkongwe senior, ameanza miaka 99 mwaka 2000 yeye yumo anashinda tuzo ya mtangazaji bora. Wewe bado uko nyumbani kijijini, pengine bado hujatotolewa. Kuwavunjia adabu hawa kwa kuwajumuisha katika kundi moja, it's not fair. Lazima tukisema tutunge kauli zetu. Kuna watu wanafanya kazi kubwa. Mimi mwaka 2002 mimi Michael Marue Kitenge tunatangaza mpira, tumekaa kwenye pala uwanja wa Taifa ile juu pale, mechi za Simba na Yanga, tunapeleka vipindi kwenye kipindi kinaitwa Tamasha la Michezo, sio kama kipo ITV.
Sasa utasemaje? 2002 ndugu zangu, miaka 24 nyuma. Hapa kuna watoto 2002 hawajazaliwa. Leo umepata nafasi kidogo, umetoka Chanchilimbi, unasema waandishi wa Tanzania hawana exposure. Oscar passport yake inabadilishwa kila baada ya mwaka, anasafiri kila siku, hana exposure. Anataka exposure gani? Kitenge, Shafi, Alex Luambano. Lazima tutengeneze heshima kwa legends. Ukitaka, mimi baba yangu alinifundisha kitu kimoja, waheshimu waliokutangulia. Unaenda unauliza, bwana tunafanya hivi. Mimi nakwenda kwa ule Abubakar Liongo, mwalimu wangu kabisa kwa Tanzania, kwenda kupozi, bwana hiki ilikuwaje? Sasa wewe ushajiona umekaa pale? Hapana. Mimi nakwenda kwa diwani alopita pale Kariakoo, kakaangu Masamaki, nakwenda kwa Mbali, wenzangu walionitangulia, bwana nyinyi mlifanikiwaje? Wapi mlikuwa machanga? Ndio maana. Lakini wewe ukishapata nafasi, hata ninyi waandishi nawahusia, sione mmepata nafasi basi mkaona mmemaliza dunia. Leo uko hapo, kesho atakuja mwingine. Unaona Mama Samia kuna siku anaondoka na timu yake, au utakuta wameenda kwa mzee au kwa mzee Malichela, wanakwenda kuchota mawazo ya waliowatangulia katika uongozi. Unamuona juzi Mheshimiwa Mwigulu kwenda kwa Majaliwa, toka hapo anakwenda siku kwa Sumaye, mawaziri wakuu waliopita. Sasa wewe ukishaka pale, najua waandishi wa Tanzania wengi hawana exposure. Uwe na exposure, na exposure wapi? Kapata wapi exposure? Wanamjua huko alipotoka, tumempa nafasi basi tuendelee naye, lakini usiwakosoe hawa, sio sawa.